inaonekana kwamba Yami amesaini mazima kwamba hawezi kurudi tena Africa Princess. Kama unamfuatilia Yami, unaona kwamba Yami yuko sahihi kuondoka Africa Princess, kwenda kujitegemea mwenyewe au aendelee kubaki Africa Princess? Mimi napenda nampongeza Yami kumaliza mkataba na Africa Princess kwa sababu kwa muda mrefu sana Yami amekuwa kimya. Amekuwa hatoi nyimbo, amekuwa anajipushi yeye mwenyewe. Lakini upande huu mwingine wa management hauonyeshi jitihada za kumpushi msanii kama ilivyosainiwa kwenye lebo. Kwa hiyo kile alichokifanya amekuwa huru actually, na mimi najua Yami ana kipaji. Maana yake ataonyesha sasa kipaji alichonacho kwa ukubwa zaidi kuliko mwanzo. Watu wanavyodhani kwamba Yami alikuwa ndio anasikika katika mitandao ya TikTok, lakini baada ya kwenda kwa Nandy ndio wengi wakamfahamu sana. Na wengi wanadhani kwamba akitoka kwa Nandy kuna baadhi ya deal atazikosa kwa sababu jina ndio lilikuwa linambeba. Hapana. Mimi namfahamu Yami vizuri. Ni very talented. Hata kama alikuwa amesainiwa ndio kidogo akatoka, ile ni njia ya kawaida. Kila msanii anayeona mkubwa kulikuwa na kitu cha kumwanzishia mwanzo, hajatoka tu from nowhere. Kwa hiyo yule pia alikuwa mwanzo wake. Lakini pesa deals na nini hivyo ni vitu ambavyo labda yeye mwenyewe baadaye aje aache muziki au akate tamaa. Lakini deals ziko na zitamfuata kwa sababu ana kipaji. Miaka 2 na 3 mbele inayokuja nitaanzisha lebo yangu kwa sababu sisi pia tunajifunza kutokana na wale ambao wameanzisha lebo. Tunaona changamoto, tunaona wasanii wako wengi wana vipaji sana lakini hawana njia ya kutoka. Sisi ambao tayari tumeshatoka ni vizuri kwa baba na wengine wa nyuma. Kwa hiyo baada ya miaka 2 mbele nitafungua lebo yangu. Bibi yako kwenye swala kama tunaona hapa Tanzania kama hivi mshikia hivi na wasanii ambao wako kwenye mara nyingi wale ambao ni wao mkuu support kwa asilimia ndogo sana. Mwisho wa siku wanaamua kuondoka. Unaona tunasema kutokea kwa mgeni mmoja. Sasa kuna scale ambayo inasema kwamba anaondoka. Na kutokana na hiyo kwa sasa hivi sana ni muda wa kufanya kama hiyo. Kama mtu ambao analenga kuinua kufungua na unaona namna gani tofauti gani ambao utakuwa ni kwa kichapa kwa msanii anakubalika. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nimejifunza. Kama unafungua lebo, basi unatakiwa wewe tayari uwe katika soko la muziki, uwe angalau umeanza kupunguza ili uweze kumpush mwingine. Lakini kama wewe unataka kujipush na umpush na msanii tayari kwa sababu utakuwa unajiangalia wewe kuliko mwingine. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi niliposema kwamba baada ya miaka 2 mbele, maana yake itakuwa baada ya miaka 2 itakuwa tena muziki wangu utakuwa ni mkubwa sana, sina haja ya kupush wala kutumia njia nyingi. Kwa hiyo nitaweka nguvu katika yule msanii mdogo ambaye natakiwa mimi nimweke sasa mbele, mimi nikae nyuma yake. Maana yake natakiwa zile investment zinazofanya kwangu nizifanye kwake ili awe msanii mkubwa. Lakini ukiangalia kama kina Ibra mfano, inakuwa bado Harmonize yupo katika pitch, anataka niangalie yeye bado kuna akina Ibra, akina Angela nao wanataka wawe kwenye pitch. So ni ngumu sana kujimanage like that. Lazima kuna mmoja ashuke ili ampush msanii mwingine. Lakini kama inavyosemekana kwamba Harmonize anadai zaidi ya milioni 1 kutoka kwenye kama Tanzania na msanii ambaye anafanya muziki huu. Labda unaona haki ya msanii mdogo kama huyu kutoza kiasi kikubwa kama hicho wakati yeye mwenyewe bado anapata nafasi ya kuweza kufanya. Unajua ninaweza kusema sio sahihi sana kwa kiwango alichokitoa. Ingawa ni sahihi kumlipisha kiasi fulani kwa sababu leo kumgharamia msanii ni gharama kubwa sana. Video moja ya msanii mpaka inatoka lazima itakosti si chini ya milioni 15-20 kwa video moja. Kwa hiyo kuna cost ambazo amezitumia kwa Ibra mpaka hapo alipofikia. Mpaka kila mtu anamfahamu na maana kuna nguvu kubwa, kuna investment alifanya. Kwa hiyo kuna kiasi sawa kwa sababu pia si mtu ambaye amejipanga sana financially.
lakini kwa 1B hapana, hiyo imekuwa too much. Angalau ukipata milioni 50 basi, lakini kwa 1B ni hela nyingi sana. Ukiona jinsi ambavyo kama ilikuwa chini ya shilingi ndio wanadamu walikuwa kufanya show kwa kuonyesha wasanii kwa nyingi sana. Kuna tofauti kubwa sana kwenye lebo ya yani kwa kama mtu ambaye alikuwa akipa watu na wewe sasa hivi tunaona Ibra yani mkoani kabisa wa mjini. Situation ambayo imetokea kama mfano kama kuhimiza hawa wasanii ambao walikuwa chini. Kabla Ibra kama Ibra kama endapo atatoka kwenye maisha ataendelea kuwa kwenye piki kama ambavyo mimi kwa upande wangu Ibra ni msanii mzuri sana na amefanya vizuri kwenye nyimbo ya singeli. So kwa upande wangu ningemshauri invest sana kwenye singeli, kwa sababu ndo type ya nyimbo ambazo kidogo zimefanya Ibra muonekana mtu fulani. Lakini alipokuwa Konde Gang alikuwa anapata support ya watu wengi. Huko atasimama mwenyewe, kwa anatakiwa apambane sana. Lakini mimi sina shida sana na Ibra. Ameshapata experience kwa ndo ataweza kujisimamia. Okay, labda